Naam, hii ni sehemu ya 12 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Karibu msikilizaji, tuitazame sehemu hii ikiwa sehemu ya 11. Tumeishia pale ambapo Veronica akaenda kwa Swedi kumtega. Licha ya Swedi kutokuonyesha hisia zozote na Veronica, lakini ghafla anaitwa Veronica nje na anatoka. Nini ambacho kilifuata baada ya Swedi kuachwa ndani na Veronica? Endelea na sehemu ya 12 ya simulizi hii. Veronica akafungua mlango huku akijiweka sawa zipu ya kifuani kwake. Muda wa saa 4 usiku akachukua laptop yake na kuiwasha. Akaenda kwenye kazi aliyoiachia mchana na kuanza kuendeleza. Ni kazi ya riwaya yake mpya ambayo anatarajia kuitoa katika mfumo wa kitabu. Akaanza kuandika kwa umakini sana. Hizi kazi jamani ni adhabu tupu. Yaani mtu unakesha kuandika alafu anatokea mtu huko anakuja kuikopi. Inaua sana. Halafu shabiki sasa, yaani hata shilingi buku jelo anaiona nyingi. Wangelijua jinsi tunavyopata shida, wasingelalamika namna hii. Swedi akalaani huku akiendelea kufanya kazi. Mtu hata 250 ya Kitanzania ya kulipia kipande kimoja anaona kama anatoa milioni 70. Kweli hii kazi inahitaji moyo na uvumilivu. Swedi akaendelea kuongea peke yake juu ya wadau wa simulizi wanavyokatili watunzi na waandishi wa hadithi za mitandaoni. Turudi upande wa Aidan. Giza nene lililoifunika anga likasababisha watu wake waanze kufanya maovu ambayo yaliweka kando majira ya mchana. Aidan akiwa amepakia pombe kama tereko la kupikia, alibwabwaja maneno ya ajabu huku mkono wake wa kulia akiwa ameshikilia chupa ya bia. Mkono wa kushoto ulikuwa juu ya kalio la msichana ambaye alionyesha na yeye amelewa kupita kiasi. Mziki pekee wa bandio ulikuwa unawayumbisha. Walijaribu kuucheza bila ya kufuata mapigo ya mdundo. Hapo ndipo wakaleta kicheko kwa wateja wengine. Ina maana wale wanacheza ngoma ya mganda au sindimba, maana ni hatari tupu. Minong'ono ya watu ikaanza kutoka kwa wateja hao, lakini haikuweza kuwanyamazisha wawili wasicheze mziki huo. Baada ya robo saa mbele, Aidan akajikongoja mpaka kaunta na kulipia vinywaji alivyotumia na msichana huyo. Unanidai shingapi? Aidan akauliza kwa sauti hiyo ya mikwaruzo iliyosababishwa na pombe. 97. Mhudumu huyo akasema. Aidan akaingia mfukoni na kutoa wallet. Bahati mbaya hakuiona. Haikumuingia akilini. Akaacha kwanza funguo ya gari pembeni, kisha akaanza kujisachi upya. Kweli jibu ni lile lile. Haja ndogo ikaanza kumkaba ghafla na kutaka kutoka nje. Pochi yake iliyokuwa na pesa zake amekwisha iangusha. Hakuwa na hata shilingi 100. Sasa atalipaje? Mtoto wa Mburahati anaumbuka mbele ya kadamnasi. Mungu wangu, pochi yangu. Aidan akahamaki huku taratibu pombe ikianza kumtoka. Pochi yako? Mhudumu akauliza kwa mshangao. Kwani imefanyaje? Wameiba, Aidan akasema wakati anaendelea kujisachi. Msichana ambaye alikuwa anakunywa naye akazitoa pesa zote za kwenye pochi ya Aidan na kuitupa zaidi ya 1,500 zilizopo kwenye pochi hizo. Akazibana vizuri kwenye mkoba wake. Sasa dada, naomba niingie benki mara moja, nitarudi sasa hivi. Aidan akajitetea. Nyo, bwegi nazi wewe, tena lipa hela sasa hivi kabla sijakuitia walinzi. Majibu ya mhudumu yakamfanya aanze kuogopa. Pombe kichwani imekwisha mruka. No, basi usifanye hivyo. Akaingiza mkono mfukoni na kutoa simu yake ya gharama. Chukua hii simu, ina thamani ya 500. Naomba nikuachie mimi, nitakuja kesho hapa kukomboa. Aidan akazunguka na kumkabidhi simu mhudumu. Turudi upande wa Rayana. Siku zikapita. Rayana akarudi katika hali yake ya kawaida. Mawazo juu ya Aidan yakamwisha. Akaanza maisha mapya akiwa na familia yake. Ile pesa aliyotumiwa na Aidan hakuitumia hovyo. Akafungua mgahawa mdogo wa kuuza chakula pamoja na chai. Watu wakaanza kumzoea na mwisho wake wakaanza kujaa katika mgahawa huo. Hakuwa na kitu kingine anachojivunia kwa wateja wake zaidi ya ukarimu pamoja na heshima kwa kila mteja wake.
Unajua Rayana, we ni mtu wa ajabu sana. Hivi kwa nini ulinikataa mimi? Ungelikuwa na mimi, ningelikuongeza mtaji hapa. Hujui kama wateja wanapenda sana hapa kukiwa na vyakula vizuri zaidi ya hivi. Babu, achana mimi. Kwanza wewe mume wa mtu. Hata staki huo mtaji, kampelekee mke wako akaanzishe biashara yake, sio kwangu. Mazungumzo yalikuwa kati ya Rayana na Mr. Mwanjiro. Mr. Mwanjiro anamsumbua sana Rayana kila siku ziendazo kwa Mungu ili ampate kimapenzi, lakini kama ulivyokuwa msimamo wa Rayana, hakupenda mwanaume yoyote, kwani aliona kila mmoja ni msaliti tu. Rayana, mke wangu hana jipya, kwani yupo Kitunda kwa mama yake. Kampe huko huo mtaji wako. Hivi wewe mzee, unadhani mimi mrahisi? Rayana akaendelea kuwa mkali mno. Majira hayo ya saa 2 ndio ulikuwa muda mwafaka kwa Rayana kujaziwa na wateja. Akaanza kuosha vyombo vizuri ili isiwe tabu endapo akianza kuhudumia. Ghafla akajikuta akimwagia maji ya ukoko kwenye gari jeupe lililopita kando. Na nyie mmezidi, hampigi honi makusudi. Rayana akahamaki. Gari hiyo ikasimama na dereva akashuka. Sura ya Swedi ikatoka huku akiwa na mikunjo ya hasira kwenye paji lake la uso. Wakajikuta wanatazamana kwa mshangao wa aina yake. Rayana akajiziba kinywa chake, macho akayatoa kwa wasiwasi, akajihisi ni mkosaji wa hali ya juu. Samahani kakaangu. Rayana akajitetea huku akipiga magoti, lakini hakufika chini kabla ya kudakwa na Swedi. Usijali, akasema maneno hayo na kuingia ndani ya gari lake. Hakutegemea kabisa kama atakuwa ni mfadhili wake ambaye alijitolea kwa pesa zake mwenyewe ili mradi aponye uhai wake. Mara baada ya kumaliza biashara ya siku hiyo, akakusanya na kuweka vyombo vyake sawa. Baadaye akaondoka kuelekea nyumbani. Huko aliwakuta baba na mama yake wakiwa nje wakisikiliza redio yao ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao za miti, lakini wao wenyewe wanaipenda kuiita redio mkulima. Walitunukiwa enzi hizo kwa ukulima bora kabla hawajahama kijijini na kuhamia mjini. Hii redio ina miaka 15 hii. Mzee Gwamilo akazungumza kwa sauti ya mkwaruzo, ikamuonesha zaidi kuwa umri wake ulikwisha piga hatua za kutosha. Mara baada ya kuwasalimia wazazi wake, akaingia ndani kisha akarudi akiwa amebadilisha nguo zake. Mama, hivi yule mkaka aliyetusaidia kunipeleka hospitali anaitwa nani vile? Nani, Swedi au nani? Huyo. Leo si nimemwagia maji ukoko gari yake. Nimejisikia vibaya sana. Kwa nini? Sikuliona, ila nataka kwenda kumuomba msamaha kwake. Wapi? Kumuomba msamaha mpaka uende kwake? Sasa ulitaka nimfuate wapi? Rayana akahoji. We mtoto, we usije ukatafuta mengine huko, kama ukimkuta na mchumba wake. Mama Rayana akasema na kumwacha Rayana akitafakari jambo fulani. Basi mama nawe. Mimi sio na kukataza. Nenda hapo mbele tu kwa mama Mungu, utaliona geti jeusi ndio hapo. Ila angalia sana mwanangu, usiwe na wasiwasi mama. Mdogo wako yuko wapi? Mama Rayana akauliza huku akitazama njiani. Siku ya pili hii sijamwona. Ngoja aje kupigwa huko na wenzake atambue kama kuna nyumbani. Baada ya maongezi ya muda mfupi, Rayana akaingia ndani na kuvaa kanga yake, kisha akachukua ndoo ya maji, akaingia bafuni na kuanza kuoga. Burudani ya maji baridi, akajikuta akipandwa na hisia kwa mbali na mawazo yakamchukua. Mwezi sasa umekatika, sijafanya jambo lolote, akajisemea kwa kichwa chake. Alipomaliza akarudi chumbani na kupaka mafuta yake ya mgando, kisha akavaa nguo yake, akajichomoa nyumbani hapo na kuanza kupiga hatua ndogo ndogo kuelekea kwa mfadhili wake, kwa mama Mu. Akapita na hapo ndipo alipokutana na geti jeusi, akalisogelea na kuanza kuligonga. Punde akatokea msichana mmoja aliyevalia tenge la bluu. Habari yako dada? Safi, mambo? Rayana akaitika, poa, nikusaidie nini? Msichana huyo akauliza, samahani, namuulizia Swedi yupo? Swali hilo likamfanya binti huyo amtazame sana Rayana kuanzia chini mpaka juu kwa dharau, kisha akasema, we, wa nini? Labda ni kaka yangu. Swedi tangia lini ana dada? Msichana huyo akaanza kuuliza maswali yaliyoanza kumchosha Rayana. Dada, kama hutaki kuniruhusu niambie, sio unipige maswali kama nimeiba gunia la mkaa. Rayana
akarusha kiwembe, na hapo ndipo urushaji wa makombola ya maneno kati yao yalipoanza. Tunarejea upande wa Bosco. Maneno ya hekima ya Inspekta Makurumula yakamweka sawa Bosco, ambaye alikuwa akivirusha vyupa vya pombe vipishane kwenye kinywa chake. Sikiliza ndugu yangu Bosco, kunywa pombe sio usuluhisho kabisa la wewe kumsahau Diana. Kumbuka yule ni binti wa rais, huwezi kumwendesha hata siku moja. Hizi pesa zako haziwezi kumfanya deti kwako. Ni sawa na kusukuma ukuta ulioimarishwa kwa zege. Mawazo yako ya kumkomesha mtu anayempenda sio sahihi kabisa. Inspekta Makurumula akakohoa kidogo na kuchukua glasi yake ya pombe na kujimiminia, halafu akaendelea kumwaga maneno. Kumtoa mtu uhai wake ni sawa na kupakia dhambi zote alizonazo yeye. Je, ulishawahi kujiuliza ni maovu mangapi ambayo ameyafanya? Lakini isitoshe, ukichukua jukumu la kuua unadhani utaachwa hivi hivi na chombo cha dola? Hata mimi nitakuwa wa kwanza kuendesha operesheni hiyo ya kukusaka usiue. Inspekta Makurumula akazungumza mengi sana. Bosco akaacha kabisa kunywa pombe yake, macho yake yakaanza kuikazia sura ya Inspekta Makurumula. Una lojiki sana kaka mkubwa, na ndiyo maana nikakualika wewe katika hili. Najua una ushauri mzuri. Bosco akazungumza huku akilalia upande wa kuafiki maneno ya Inspekta Makurumula. Anyway, nataka tuifume issue ya kupiga pesa ndefu. Mimi naona wakati huu sio muda wa kutafutana kwa sababu ya mademu. Kwani wapo wangapi? Wengi sana, Bosco akajibu. Unaona yaani mchongo huu ukikaa sawa, si chini ya dola milioni 50 tutainyaka. Inspekta akamwacha Bosco mdomo wazi. Dola milioni 50? Akashangaa mno. Acha kubweka basi, huoni kuna watu wengi hapa? Kwanza hebu tuondoke hapa, hii issue ni siri sana, la sivyo tutajikuta tunaingia jela bila kutarajia. Maneno yakatoka mdomoni mwa Inspekta Makurumula, ambaye aliwahi kuendesha operesheni ya kumsaka gaidi aliyeitwa Mzee Kibangara. Pia alipewa jukumu zito la kumsaka mhalifu mahili anayeitwa Ramso, lakini mwisho wake wakajikuta wanasakana kama mtu na ndugu yake. Naam, hiyo ni sehemu ya 12 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Je, ni dili gani ambalo Inspekta Makurumula anampa Bosco? Ni dili lile la kuua, ama kuna dili jingine ambalo Inspekta Makurumula analo? Usikose kufuatilia sehemu ya 13 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi. Binti Rayana.